wakuu wa idara na vitengo, waalikwa, asasi mbalimbali, watendaji wangu nawaona, na wengine wote tulikuwa ndani ya ukumbi huu. Natambua uwepo wenu, lakini pia tunathamini muda wenu wa kuweza kuhudhuria kikao chetu cha DCC na ushiriki wenu kwa ujumla kwa ajili ya maandalizi ya bajeti yetu hii kwa ajili ya mwaka 2026-2027. Hivyo basi niwakaribishe sana kwenye kujadili ajenda za kikao chetu cha bajeti ya kamati ya ushauri ya wilaya DCC leo tarehe 17 mwezi wa 2026. Baada ya kusema haya machache, nimkaribisha mwenyekiti ambaye ni katibu tawala wetu wa wilaya yetu ya Meru, Kombe Joseph Mabiti, aweze kutufungulia kikao hichi na tuendelee na kikao chetu. Karibu mwenyekiti. Kama mnavyofahamu, kikao hiki ni kikao maalum kwa ajili ya bajeti. Kwa hiyo tunategemea mtoe mawazo yenu, tunategemea mtoe mchango wenu katika mambo ambayo yameweza kuwekwa katika kabla hili. Tumaini wote tunao kabla ambao wako na kabla tunaomba wanyoshe mkono. Kwa hiyo tutashare na wenzetu wengine ambao yapata. Kwa hiyo tunaomba tutaweza kupata mchango kutoka kwenu ili tuweze kuboresha halmashauri yetu kwa ajili ya manufaa ya wananchi wetu na kwa ajili ya maendeleo ya wilaya kwa ujumla. Kwa hiyo baada ya kusema haya machache, tunaomba sasa nitamke rasmi kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba kikao hiki kimefunguliwa rasmi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa maandalizi ya bajeti hii pia kuna mambo muhimu ambayo tumeyazingatia kama management na halmashauri kwa ujumla, na moja ya mambo hayo tuliyozingatia ni vipaumbele vya halmashauri ambavyo tumejiwekea, lakini kuna mpango mkakati wa halmashauri yetu ambao utaanza mwaka 2026-27 mpaka 2030-31, mpango wa maendeleo kwa miaka mitano wa serikali wa mwaka 26-27, dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kitaifa na ile ya mkoa wa Arusha. Kama tunavyofahamu, mkoa wa Arusha uliandaa ilani yake ambayo tunategemea kwamba itatekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, tumezingatia hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa kufungua rasmi Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dodoma tarehe 14 Novemba 2025. Na cha mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti ambacho tumekizingatia ni mwongozo wa bajeti uliotolewa na Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 26-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuyasema hayo, naomba sasa uridhie uweze kuwapitisha wajumbe ukurasa kwa ukurasa waende wakaijadili bajeti hii na baadaye kuipitisha ili iweze kuendelea katika ngazi zingine za maamuzi kama inavyotakiwa kisheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Lakini pia tunamshukuru sana mzee wetu kwa ushauri wa mradi wa utambuzi wa fursa kwa vijana, ambapo kwa sasa hivi ndio swala mtambuka. Vijana ndio chachu ya mabadiliko ya ukuaji wa uchumi katika nchi yoyote. Kwa hiyo tunamshukuru sana mzee wetu kwenye hili, nadhani tutalifanyia kazi ili tuone basi utekelezaji wake unakuaje katika mwaka 2026-2027 mwaka wa bajeti. Baada ya kurespondi haya machache, naomba mwenyekiti kwa kuridhia, kabla sija kuomba afisa bajeti aweze kurespondi kwenye baadhi ya hoja zilizotolewa na wadau, ni kuombe kwa ridhaa yako, kwa sababu mwenyekiti wetu wa halmashauri yuko hapa, naomba
uridhie basi aseme machache alafu tuendelee, kama sio kusalimia. Nishukuru na naamini kabisa kwamba ushauri, mawazo, maoni ya DCC kwenda RCC kwa maendeleo mapana ya halmashauri yetu na nchi yetu kwa ujumla ni muhimu sana, na kwa sababu ajenda kubwa ni mpango wa budget, tunaamini kabisa kwamba inputs za DCC ni muhimu sana kufanikisha mchakato mzima wa mpango wa budget ambao uko mbele yetu. Kwa hivyo mwenyekiti, kurugenzi na timu yote na wajumbe wote wa DCC, itoshe kusema kwamba nisiwachoshe, lakini mchakato wote huu umeshaanza kwenye kamati zetu mbalimbali na unaendelea mpaka kufikia. Maana yake kurugenzi na timu yake yote ya wataalamu kwa kweli kipekee na wapongeza pia, kwa sababu mpango wa budget unapoandaliwa ikiwa na wataalamu wale wabobezi kama hawa, mwenyekiti, huwa sina mashaka nao kabisa. Lakini sharti yetu kuendelea kuwapongeza, lakini pia kuwashauri kwa namna njema ambamo tutafikia basi hitimisho la kwenye baraza letu la budget la kesho kutwa. Kwa hivyo mwenyekiti, nipo kwa ushauri, maoni na mengineo, lakini kwa kweli nipongeze kikao hichi na nipongeze pia uwepo wako. Natambua pia ustadi wako katika usimamizi wa mambo haya kabisa, na tunakuombea leo mema tukuone kule juu zaidi kila siku. Tunakuombea au nyie muombea leo mema. Arumeru haijawahi kuwa ya kinyonge, wanaopita wanapita juu zaidi. Kwa hivyo tunakuona pia kwa macho ya mbali. Kwa hivyo mimi nikupongeza kwa kikao na nishukuru pia kushiriki kikao hichi. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala la uendeshaji wa ofisi shilingi 200,000, kwamba ni watendaji nao wa vijiji wanaenda kupata 200,000 kwa mwezi au inakuwaje? Hii sio posho. Hii shilingi 200,000 ni fedha ya uendeshaji wa ofisi kwa robo, na wala sio kwa mwezi, kwa robo. Kila kijiji kinapaswa kubajetiwa shilingi 200,000 za uendeshaji kwa robo. Kwa hiyo ninaomba pia, kwa kuwa mna nafasi ya kuingia kwenye vikao, tutawapelekea ujumbe watendaji wa vijiji. Swala la mwisho ni mawazo mazuri ya baba yangu ambao umeyatoa kuhusiana na kushirikisha wadau. Tumelipokea baba, lakini pia sisi kama halmashauri tuna mahusiano mazuri sana na hao wadau na tunafanya nao kazi na wametusaidia kwenye shughuli mbalimbali, kwa sababu ni kweli kwamba serikali ndio inatakiwa kutoa huduma, lakini pia tunashirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi ya maendeleo na shughuli zingine ambazo zinahusiana na jamii kwa ujumla. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Arumeru, Mheshimiwa Mwinyi Ahmed Mwinyi, nawapongeza tena kwa kuhudhuria kikao hichi, lakini pia kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya naomba kwamba kikao hiki